mkataba baada ya makubaliano hayo kati ya serikali na benki kukamilika. Baada ya kusainiana mkataba, tulirudi hapa kuanza sasa taratibu za kushirikiana kwa pamoja kati yetu halmashauri pamoja na benki, kwa sababu tayari sasa tulishakuwa pati mbili. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao tulitakiwa kuufanya, lakini ili mwishoni tuweze kutoa mikopo, tulianza kufanya uhakiki wa pamoja kati ya halmashauri na benki ili kuhakiki vikundi vile ambavyo vilivyopo, na kwa kuwa tayari sisi halmashauri tokea mwanzoni tulishafanya hivyo, na wao benki walikuwa wanataka wajiridhishe kuviona hivyo vikundi, hilo liliweza kufanyika. Lakini baada ya hapo sasa kamati zilikaa na kupitisha vile vikundi ambavyo vimeomba kulingana na maombi yale. Baada ya kukaa kwa kamati, halmashauri ilishakamilisha taratibu zote kwa kushirikiana na kamati zile za kutoka za wilaya. Baadaye sasa tukarudisha tena kwa wenzetu wa benki, na wao walitaka sasa waende kufanya uhakiki wa vikundi hivyo kabla ya kuanza kutoa mikopo. Na leo asubuhi ndio wamekuja kunipatia taarifa hiyo ya uhakiki walioufanya. Tulipeleka vikundi 66 benki ambavyo vilivyokuwa vimehakikiwa milioni 233. Then wao sasa walifanya uhakiki wao wenyewe. Walikwenda kutembelea kikundi kimoja hadi kingine ili kuona kama vinaweza kupata mkopo, yani vimekidhi vigezo na vinaweza kupata mkopo. Lakini kati ya vikundi 66 sasa tulivyowapelekea, na wao baada ya kwenda kuvihakiki walipata vikundi 49 ambavyo vimekidhi vigezo. Vikundi 17 vilionekana havijakidhi vigezo, na hivyo vikundi 49 mikopo yake ina thamani ya shilingi milioni 168 na laki 5. Sasa hivyo vikundi 49 ndivyo vimequalify kupewa mikopo.